kuna tofauti za kimaumbile. Mwanamke si mwanamume, moyo wa mwanamke si moyo wa mwanamume, mapigo ya moyo ya mwanamume si mapigo ya moyo ya mwanamke, ubongo wa mwanamke si ubongo wa mwanamume, damu ya mwanamke si damu ya mwanamume. Je, tofauti hizi hazina natija? Hazina athari? Taban zina athari, kwa sababu tunaposema kwamba damu ya mwanamke ni nyepesi, kwamba ina red blood cells 4,400,000 katika kila milimita moja ya damu ya ujazo, na damu ya mwanamume ina chembechembe nyekundu 5,000,000 katika kila milimita moja ya damu ya mwanamume, maana yake damu ya mwanamke ni nyepesi zaidi. Na tukasema vile vile kwamba mapigo ya mwanamume, mapigo ya mwanamke ya moyo ni makubwa zaidi, ni faster zaidi, ni haraka zaidi kuliko ya mwanamke, kuliko ya mwanamume, kwamba mwanamke kila dakika moyo wake unapiga mara 73 na mwanamume kila dakika moyo wake unapiga mara 72. Athari yake ni nini? Kwamba damu ya mwanamke ni nyepesi, halafu moyo wake unapiga kwa spidi zaidi kuliko mwanamume. Athari yake wataalamu watuambia, mfano mwandishi na mtafiti aliandika kitabu cha Dairatul Maarif al-Kubra, Farid Wajdi, amemnukuu mtaalamu wa kimagharibi anaitwa Difarin kwamba mwanamke anahemkwa zaidi kuliko mwanamume, kwamba ni mtu ambaye anaweza kughadhibika kwa haraka zaidi kuliko mwanamume. Kwa sababu gani? Kwa sababu damu yake ni nyepesi na mapigo ya moyo ni makubwa kuliko mwanamume. Kwa hiyo mwanamke anahemkwa zaidi kuliko mwanamume. Vile vile amesema kwamba mwanamke ana hisia zaidi kuliko akili. Mwanamke anatumia hisia zaidi kuliko akili. Hii ni tofauti ya kimaumbile, na baadhi ya wasiofahamu wakisikia hivyo wanasema mbona mnatukana mwanamke, mwanamke hana akili? La, tunaposema kwamba mwanamke anatumia hisia zaidi kuliko akili, akili wanafalsafa wa Kiislamu wameigawanya katika namna mbili. Kuna akili inayoitwa al-aqlu an-nadhari, kuna na akili inayoitwa al-aqlu al-amali. Al-aqlu an-nadhari ni hii akili ya kufahamu 2 na 2 ni 4. Hii hakuna tofauti kati ya mwanamke na mwanamume, bali katika akili hii mwanamke aweza akawa ni bora zaidi kuliko mwanamume. Na ndio maana mara kwa mara tutasikia wasichana wamekuwa namba 1 katika mitihani Tanzania nzima. Kwa nini? Kwa sababu akili ya an-nadhari, al-aqlu an-nadhari ni sawa sawa na mwanamume, au mwanamke aweza akawa ana akili zaidi ya mwanamke. Lakini katika upande wa al-aqlu al-amali, katika al-aqlu al-amali mwanamke anashindwa na mwanamume. Al-aqlu al-amali ni ipi? Al-aqlu al-amali ni akili ya kimatendo. Kwa mfano, si rahisi kumkinaisha mwanamke kwamba mtoto wake ni mbaya. Mji mzima waweza ukasema kwamba mtoto fulani ni mwizi, lakini mama yake hawezi kukubali. Atasema mamuonea, mamsingizia. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hisia zake ni kubwa zaidi kuliko akili. Anatumia hisia zaidi kwamba huyu ni mwanangu. Hisia zake zinazidi upande wake wa akili. Na hii yote ni kwa sababu yeye ni mama, na mama ni mlezi, na mlezi anatakiwa awe na hisia zaidi kuliko akili. Na ndio maana utaona mama aweza akabembeleza mtoto nusu saa nzima bila ya kukasirika, lakini baba hawezi. Ukimwachia mtoto hata dakika 5 hawezi kumbembeleza. Kwa nini? Kwa sababu baba hana hisia nyingi, mama ana hisia nyingi. Kwa hiyo mwanamke ana hisia zaidi kuliko akili, na anahemkwa zaidi kuliko kutumia akili. Hii ni tofauti ya kimaumbile.
Na kwa sababu ya tofauti hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa majukumu mwanamke tofauti na mwanamume. Mama akapewa jukumu la ulezi, akapewa hisia nyingi kuliko akili, na baba akapewa jukumu la uongozi na akapewa akili zaidi kuliko hisia. Na hapa hatuzungumzi kwamba fulani ni bora kuliko mwingine, si masala kwamba fulani ni bora kuliko mwingine.